wakati mwingine, majira nzuri kabisa ya kuendelea kujifunza yale maelezo sahihi juu ya nchi kwa ajili ya yale matumizi tuliyokuwa tunatumia yasitumike tena, wala tusiweze kutabika tena, kwa sababu ni wakati wa yeye na ile siku ya mwisho ya kuhukumu uongo wote. Kwa hiyo karibuni tena kwenye Nguvu ya TV, Kweli Yote TV, pale ulipo, wewe mweupe, mweusi, kiongozi na usiye kiongozi, karibu usikie hii habari ya kweli yote kwa ajili ya utimilifu. Tusiishi tena utumwani, kwa sababu maisha yetu yako juu ya nchi na lazima tujue yote kwamba ni kwa nini yalikuwa hivi na haya yalikuwaje. Basi karibu sana. Kabla ya yote basi tushukuru kwa dakika chache. Baba mwema mzuri, wewe uliyetupa nafasi hii tena wakati mwingine huu kwa ajili ya kuendelea kujifunza kwa utukufu wako, kwa sababu tuko juu ya nchi, ni lazima tuyajue yale tunayotakiwa kuishi hapa juu ya nchi, kwa ajili ya kuishi tukiwa si tena watumwa, bali ni wale ambao ulitupa nafasi ya kuishi na kumiliki juu ya nchi imetokea. Kwa hiyo karibu, yeye peke yake ambaye ni kweli yote anakukaribisha wewe rafiki mweupe, rafiki mweusi na Malkia, kwa sababu tayari sisi ni nguvu ya marafiki wa kweli yote, na wale ambao tulikuwa tunaita wanawake au wa makanisa, sasa hivi wanaitwa Malkia. Kwa hiyo yeye Baba hana vita tena ndani yetu. Kwa hiyo sasa tunaenda kujifunza jambo zuri kabisa na kubwa. Damu, yani kafara zote za damu zimefutwa. Kafara zote za damu ndani ya siku ya mwisho, Baba hawezi akatumia neno damu. Baba hawezi akatumia damu. Hata kwenye majira ya mwezi wake huu, damu ina maana ni ile maelezo yanayosimama kwa ajili ya yeye. Damu ina maana ni utakaso. Lakini kwenye majira ya siku ya mwisho hawezi akatumia damu. Utajua fatana na hii nguvu ya ufahamu wa majira ya siku ya mwisho ambayo tuko na juu ya nchi. Hatuishi tena mbinguni. Kwa maana hiyo yale mazingira tuliyokuwa tunaishi hapa juu ya nyingine, tusitabike, kwa sababu kuna vitu ambavyo vimekuwepo na vikitumika ambavyo vimekuwa cause kubwa sana kwa ajili ya watu. Kwa nini sasa kwenye siku ya mwisho kafara zote za damu zisitumike? Kwanza, neno damu. Damu ni nini? Damu ni uhai uliobeba mfumo halisi wa operation ndani ya chochote juu ya nchi kilicho kinaendeshwa na damu. Uhai ndani ya damu kuna uhai. Tutasoma hapo kwamba kwenye nguvu ya Walawi 17 ile mstari wa 14, tunasoma hivi: kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja ya uhai wake. Kwa hiyo hata mtu uhai wake uko ndani ya ile damu. Kuku uhai wake uko ndani ya ile damu. Ng'ombe uhai wake uko ndani ya damu. Ina maana damu ni mfumo mkubwa sana uliokuwa tayari hatujui namna ulivyokuwa unatakiwa kutumika, ila kwa sababu ya yale tuliyokuwa tunaishi Babeli alikutwa anatumia kafara mbalimbali za damu mbalimbali. Lakini ndio maana kwa sababu tulikuwa hatuna jicho, hatuna sikio kwa ajili ya lile kosa la Adamu la kumwacha baba na mama, ina maana ile nguvu ya uelewa mkubwa juu ya maana ya damu hatukuelewa. Lakini leo na muda huu mzuri tutaelewa. Kwa hiyo mimi na wewe na uumbaji hautakuwa tena kafara. Kwa hiyo makafara yote ya namna yoyote yaliyokuwa yanatumika kwa ajili ya kutoelewa kwamba maana halisi ya ile damu, lakini leo sasa tunafahamu na haitatumika tena juu ya nchi, kwenye mapana, kwenye marefu, kwenye kimo, kwenye kina, kwenye uumbaji wa vitu na kila mahali. Matumizi ya damu kama damu hayatatumika tena. Tutajua leo damu alikuwa na maana gani yeye. Kwa mara ya kwanza kabisa tunaiona damu ikisema juu ya Mwanzo ile 4 ile 10. Tukimwona Habili na Kaini wanauana, hapo ndipo tunaona maana halisi ya damu, kwamba damu ndio inatamka, ndio inasema. Kwa hiyo inaongeleshwa, inaweza kusema vizuri.
Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka alizini. Kwa hiyo damu ya yoyote ikifanyika kwa lolote baya inapigaga makelele. Sasa dunia walikuwa wanajua, kwa sababu uumbaji wote huu ulikuwa hakuna yeyote anayeweza kukuelezea juu ya damu, neno damu peke yake, kwa sababu damu kwa uhalisia ndio final ya kila kitu. Naona ufalme wa giza wote wanajua nini ambacho sasa yeye Baba kupitia nguvu ya siku ya mwisho yake anavyotamka, wanafahamu. Kwa unaweza kuwa yeye Baba akupe tu akufungue lile jicho ambalo tayari sasa amekupa, lakini wanajua hiki kinachoongea. Kwa tunaona kwa mara ya kwanza hiyo damu ndiko uhai uliko, ndio maana unaona inapiga kelele. Tumesoma sasa Walawi 17 ile 11. Hapa ndipo, kwa sababu hatukuelewa hapa hii Walawi 17:11 namna ambavyo inatakiwa itumike. Kwa hiyo tukaitumia vingine kabisa tofauti na vile tulivyokuwa tunao. Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hiyo tunaona sasa kwa uhalisia kwamba neno kupewa damu, kuitumia damu juu ya madhabahu. Kwa hiyo hatukuelewa kwamba matumizi ya hiyo damu, je, yatumike juu ya madhabahu kuchinja kuku, kuchinja ng'ombe, kuchinja ngamia au kuchinja nini? Ndio maana, kwa sababu hata yeye kwenye nguvu ya Mwanzo 22 wakati wa Ibrahimu anamwambia mtoe Isaka, kwa sababu dunia walikuwa wanajua kila mahali pa mwenye haki aliyechaguliwa katika matumizi yake ya kila ambacho atatamkiwa na yule aliyekuwa amempa dhamana ya kufanya hayo, walikuwa na koti na kuchukua. Tunaona kwenye Mwanzo 22 ikawa baada ya mambo hayo, yeye Baba kupitia nguvu akamjaribu Ibrahim, akamwambia Ibrahim, naye akamwambia mimi hapa. Akasema, mchukue mwanao wa pekee, ukamtoe umpendaye Isaka, ukamtoe ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya nchi. Ina maana hapa, kwa sababu alikuwa na maana ya kwamba chochote ulichokuwa unakipenda ukifanye kuwa nguvu ya kukitoa mbele za Baba, ili uwe huru upate hivyo vingine. Sasa hapa wakajua ni kafara kabisa. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua. Yaani anaupima ule moyo wake, je, unampenda sana huyo mtoto? Kwa hiyo tunaona baada ya kufika kule, anamweka kwenye nguvu ya kuni kwa ajili ya hiki ambacho kinakuwa kama sehemu ya kuchinjia. Alipomweka, Baba akamshuhudia ndani, akamwona huyu kamanda ni mzuri, kwa sababu kama akamtoa huyu. Lakini Ibrahim, kwa sababu alikuwa tayari na Ishmaeli, angekuwa Ishmaeli hayupo, asingemtoa Isaka. Hiyo ukumbuke, ujue, kwa sababu alikuwa tayari ni mzee na tayari. Kwa hiyo ile nguvu na kishaharibu, kwa sababu Sara ameshamwambia nenda kwa ajili. Kwa hiyo hapo kuna mahali fulani, lakini kwa sababu alitimiza, ikaonekana hata hicho amejaribu. Lakini dunia ndio wakafanya kama sacrifice juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona sasa uumbaji ukawa umebadilika baada ya kutoelewa kwamba mahali pa madhabahu juu ya nchi ni wanatumia damu. Ndio maana tunaona sasa hapa wenye haki wakawa sasa ni wa kutolewa kwa ajili ya kuangamia juu ya nchi. Kwenye Ufunuo
Ufunuo 6:9. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya kweli na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Tunaona maangamizi sasa juu ya nchi yakiendelea kwa sababu tuko utumwani, na kwa sababu hatuelewi kwamba yeye Baba hakuwa na maana hiyo tunywe damu. Kwa hiyo tunaona hata kwenye mali kwa Yohana 19:34 akituonyesha sasa huyo kweli kwa level ya Yesu, jinsi wanavyotumia ile damu kama sadaka kwa ajili ya kuharibu wasiokuwa na hatia, wakimchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji. Kwa hiyo sasa dunia wakawa wanatumia hiyo nguvu ya mahali hapo, kwa sababu tayari ilikuwa najua kwamba damu ndio nguvu iliyotangulia kutokana na Habili. Kwa hiyo tunaona sasa hata mahali ambapo tunasema Ufunuo 11:6 wana mamlaka ya kugeuza maji kuwa damu, hatukujua pale maana yake. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao, na wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo. Hapa kugeuza maji kuwa damu na kuipiga, si kunywa. Tunaona kila pigo. Sasa tunaona tujue sasa, je, ni kweli tulikatazwa kunywa damu? Na damu maana yake ilikuwa ni nini? Tunarudi kwa Walawi 17 ule mstari wa 10. Kwa hiyo nimewaambia watu wote juu ya nchi, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa ya kunywa damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Mtu yeyote aliye na waumbaji wangu ambaye nimemuumba, au wa wageni wakao juu ya nchi, ambaye amemshika mnyama au ndege ambaye uliwa katika kuwindwa kwake, atamwaga damu yake na kuifunika mchanga. Kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja ya uhai wake. Kwa hiyo naliwaambia wana wote ambao wamehusika juu ya nchi kwa ajili ya kuwepo, msile damu na mnyama wa aina yoyote, kwa kuwa uhai wa mnyama huyo ni katika hiyo damu. Atakayeila hiyo damu au yeyote atakatiliwa mbali. Kwa hiyo tulikuwa tunajitenga na utukufu wake, kwa sababu tulikuwa tunatumia damu kama vimiminika bila kujua kwamba damu ndani yake. Kwa hiyo unapokunywa damu, ina maana damu inapatikana kwenye nguvu ya kile kilichokufa, yoyote kilichouawa. Tunamwona hata mahali ambapo hapa Ufunuo 19:13, na amevikwa vazi lililochopwa kwa damu, katika damu, na jina lake aitwa Kweli Yote. Sasa hapo, kwa sababu hatukuelewa, ina maana leo utafahamu kwamba hata wakati anasema kwenye Mathayo 26 ile 26 mpaka 29 hakuwa na maana hiyo ile ambayo tunatumia leo. Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea kuwafeva jamaa wanaishi kwa kututumikisha kwa sababu ya kutumia damu. Mathayo 26 ule mstari wa 26, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa na kikombe, hicho kikombe unachokiona kiko nje, wanapigia mpira watu na mitume wake wakiwa wanacheza mpira huko nje. Akakitoa na kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ajili ya ondoleo la dhambi.
lakini nawaambia sitakunywa kabisa tangu sasa huu mzao wa mzabibu, hata siku ile nitakao kunywa mpya pamoja katika ufalme wa Baba. Sasa alikuwa na maana gani? Kwa sababu hatukuelewa ile kunywa damu. Tunaona sasa kwenye nguvu ya Yohana 6 ule mstari wa 48 mpaka 49, maana ya kweli ya damu. Nasoma, mimi ndimi chakula cha uzima, ile Yohana 6 ule mstari wa 48. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka juu, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka huko mahali pake. Ina maana alikuwa anawaambia ile kweli. Kweli yake ndiyo nguvu ya chakula. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Ukifundishwa kweli, basi kweli inakuweka huru. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu. Watu wakaenda kwenye mwili, touch kitu, mkate, wakaweka vitu vingi vilivyofanyika. Sasa tunaona maana yake. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao, wakisema awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Kwa sababu tayari walikuwa hawana macho, hawana masikio. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wangu, msipoula mwili wake mwanadamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Fundisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yaani kile anachokifundisha ndio kinywaji chake, anachokielekeza ndio chakula chake, sio maji kubadili. Ule ni mfumo wa kutufundisha. Lakini kwa sababu tayari tulikuwa Babeli, na Babeli alikuwa anatumia damu, ina maana na sisi tuliunganishwa huko. Lakini damu sio kusudi la yeye sisi tutumie damu. Kwa hiyo tulikuwa tunazidi kuwa promote waovu juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo waovu walikuwa wananufaika, wabaya juu ya nchi. Luka 16 ule mstari, tunamwona Ibrahimu na Lazaro. Lazaro akiwa amekufa na yule tajiri akafa. Kule kuzimu, katika ile mateso ya yule anayesimama kwa ajili ya tajiri, akamwona Lazaro anasherekea. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau ya kitani na kula siku zote kwa nasi, na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, na alikuwa akitamani kushibishwa. Kwa makombo yalianguka katika meza yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamlambalamba vidonda, ikawa yule tajiri, yule maskini alikufa, akachukulia mpaka kifuani kwa Ibrahimu, na yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu, sehemu ya kuzimu, hakuna mtu aliyekuwa anakwenda kwa sababu ya kosa la Adamu. Kwenye nguvu ya Mwanzo ile 5:5, kaburi la kwanza la Adamu ndio lilikuwa kama nguvu ya watu wote kutokwenda, kwa sababu mpaka tufike kwenye majira hii ya kweli, ili tusitumike tena mara mbili. Kwa tunaona hapa akalia akasema, baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu. Kwa hiyo wakati sasa tunatamkiwa na tunabadili hayo maji, yanakuwa labda nguvu ya maji ya baraka au damu yenyewe kwa uhalisia kabisa. Ina maana tukinywa hivi, yule muovu anajua ndani yetu yale maroho yanafahamu kwamba huyu baba yake amemwambia asitumie hii damu kunywa.
kwa sababu kanuni ya damu ni kwamba lazima mtu afe ndio ipatikane ile damu. Sasa kama unakunywa kila siku damu, ina maana utakuwa unamuua Yesu, utakuwa unamuua Baba. Sasa Baba hawezi kufa kwa sababu ya ile nguvu ya upofu na namna tulivyokuwa. Kwa hiyo sasa hivi amekuja sasa atuelimishe, tutoke kwenye nguvu ya kutumika sisi kama silaha kwa ajili ya kunenepesha ufalme wa giza. Tunaona hapa wakifanyika ndugu zetu kama kafara kwa sababu ya damu. Ili lisitokee hilo, ni lazima tusinywe damu. Yaani tusibadilishe maji yakawa damu ya baraka au neno damu yoyote, neno damu, kwa sababu dunia wanakaa kwa wenye haki. Dunia wabaya hawawezi kuishi bila wema juu ya nchi. Ndio maana wema walikuwa wanakufa, wanasingiziwa wameuawa na Baba, lakini Baba hawezi akamuua mzuri. Shetani na kizazi chake ndio walikuwa naua, walikuwa wanawatoa watu kama nguvu ya sadaka. Tunaona kwenye Ufunuo 6. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya ile kweli, kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Baba mwenye kweli, hata lini hutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Kwa hiyo wenye haki wengi walikuwa na uao, lakini kwa sababu ya mfumo uliokuwepo wa Babeli kumsingizia Baba amewachukua. Baba achukui mtu mwenye haki mzuri. Show ya Baba ni mtu atendaye kwa haki. Sasa atamuuaje? Kwa hiyo ilikuwa ni sadaka kwa ajili ya wabaya, kwa sababu hata sisi tulikuwa tunatumia damu. Kwa hiyo tulikuwa tunasapoti sana ufalme wa giza kuwepo juu ya nchi. Lakini leo unavyojua, damu haitatumika tena. Moyo wa damu hautatumika tena. Nguvu ya damu haitatumika. Ina maana hata haya maajali tuliyokuwa tunayakutana nayo hayataweza kutokea kwa sababu matumizi ya damu juu ya nchi hayapo tena. Ndio maana unaona madhabahu zote juu ya nchi zimejengwa kwa damu za mbuzi, kuku, watu, kupitia ile Ufunuo tuliyosoma. Na Mhubiri, ndio maana unaona Mhubiri 10:5 anasema, naona ambao kabisa hawawezi kukaa kwenye juu ya viti, lakini wamekaa. Ile damu unayosema kwa Baba ilikuwa ni nguvu ya kweli yote. Kwa hiyo unabii tulitumia nguvu hiyo ambayo bila kujua, lakini sasa tumeelewa. Ndio maana kweli ndiyo nguvu ya zaidi ya damu yoyote, na ndio utakaso. Kwa Yohana 17 ile 17 na Yohana 11:20, yaani ufufuo si katika damu. Unafufuliwa kwa kweli yote. Uwatakase kwa ile kweli. Kweli yako ndio utakaso. Na ufufuo ni ile kweli. Yohana 11 ule mstari wa 21. Basi Martha akamwambia huyo kweli kwa levo Yesu, Bwana, kama ungelikuwepo hapa ndugu yangu asingalikufa. Lakini hata sasa najua ya kwamba yeyote atakayemwomba yeye kweli yote atakupa. Kweli kwa levo Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika siku ya mwisho. Huyo kweli kwa levo Yesu akamwambia, mimi ndimi ule ufufuo na uzima. Yaani aminie mimi, hajapokufa atakuwa anaishi. Ni kweli ile kweli. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata umilele. Yaani kutotumikishwa mara mbili. Lakini ukinywa damu unatumika tu. Kwa sababu umekatazwa usinywe damu, lakini unakunywa damu. Kwa hiyo una promote ufalme wa giza, na ufalme wa giza na mamlaka yake na utukufu wake umeisha juu ya nchi. Yeye yupo hapa sasa hivi. Kwa hiyo hawezi akatumia kafara, hawezi akatumia damu, atatumia kweli yote na majira, kusikia na kufundishwa na kupokea. Kwa hiyo tunaona yupo juu ya nchi. Kwa hiyo hawezi akatumia tena matumizi hayo tuliyokuwa tunayatumia sisi.
ili kuondoa ufalme wa giza juu ya nchi, kwa sababu tulikuwa tunafundishwa maisha ya mbinguni wakati maisha ni juu ya nchi. Ufunuo 11 ile 15. Na malaika wa utimilifu akapiga tarumbeta, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Baba ambaye ni kweli yote, naye atamiliki hata umilele. Na wale wazee 24 ambao ndio kabila 12 na mitume, majira imeisha, waketio katika viti vile wakaanguka kifudifudi, wakamsujudia yeye kweli yote, wakisema, tunakushukuru wewe Baba Muumba ambaye ni kweli yote, uliyepo na uliyekuwepo, kwa sababu umeutoa uweza wako na mkuu na kumiliki, na mataifa walikasirika, na hasira yako nayo ikaja, wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa na kuwapa thawabu wale manabii wako waliofanya kazi. Ndio maana anasema wewe mtume, wewe nabii, wewe mwinjilisti, wewe mchungaji, wewe papa, wewe pope, wewe nguvu ya yoyote, mtumishi wa aina yoyote, sasa hivi majira imefika. Kama ulikuwa unafanya vizuri, basi utalipwa, na kama ulikuwa unafanya kwa sababu ya ujanja, acha kazi hiyo. Kisha hekalu la yeye kweli yote ambalo liko mahali pake likafunguliwa, na utukufu wake ukaonekana. Kwa hiyo utukufu wake ni hapa juu ya nchi, mambo ya mbinguni yapo. Kwa hiyo tunamshukuru kwamba hata ule ufufuo wa kufua unafufuliwa na kweli yote. Kwa hiyo Baba ni kweli yote, Mwana ni kweli, Roho Mtakatifu ni moyo wa Baba ambao ni roho wa Baba, roho wa kweli. Kwa hiyo ile damu zilizokuwa zinaonekana hata kwenye Ibrania ile 12:24, kupitia kuonekana damu ya Yesu ipitayo damu zote, kwa sababu Yesu alikuja kiunabii kutuonyesha namna wanavyotumia damu juu ya nchi, wanavyotumia makafara. Sasa makafara hayapo. Kwa hiyo uchawi, uganga, ushirikina, ufrimasoni, uluminati, ile nguvu ya maajari ya gizani hamna. Unabii, ishara na miujiza ya ujanja haipo. Kwa hiyo imefutwa na damu hazitatumika tena. Kwa hiyo tunamshukuru sana wewe mweupe mweusi uliyepata nafasi kusikia haya, na haya ndio baraka kwetu. Kwa hiyo usidanganyike kwamba maisha yapo tena mbinguni, ni kujifunza namna sasa tuishi juu ya nchi kwa uhalisia. Baba ni mwema, Baba ni mzuri, Baba ni mshindi, na wewe tumeshinda, na sisi sote na taifa na mataifa na watu wote tumeshinda, kwa sababu aliyeshinda ni Baba ambaye ni muumba wa mbingu na nchi za kweli. Kwa hiyo ubaya juu ya nchi hautakiwi kuishi wala kuonekana, kwa sababu yupo juu ya nchi na anafanya yeye kwa heshima yake. Kwa hiyo nabii, mtume, mwinjilisti, mchungaji, papa, padri, wakati umeshafika na ni wa yeye. Turudi kwake, tumshukuru yeye, tumuinue yeye. Yupo yeye juu ya nchi. Mmebarikiwa, tumebarikiwa, na tutunzwe na tulindwe. Tukutane tena wakati mwingine mahali pa Kweli Yote TV, na mwambie na mwingine ajiconnect kwa ajili ya kuangalia mafundisho ndio juu ya nchi. Imefika majira yake. Mmebarikiwa, tumebarikiwa.